Netanyahu ataka Gaza ifutwe ili amani itawale. Utangulizi. Katika historia ya mateso ya wanadamu, Gaza sasa ni sauti isiyo na sauti, machozi yasiyokoma na majivu yasiyo na mwisho. Tangu mwanzo wa vita kati ya Israel na Hamas, ulimwengu umekuwa ukitazama kwa mbali, wengine wakiwa kimya, wengine wakilia, na baadhi wakishangilia kwa sababu za kisiasa. Lakini sasa, kauli mpya ya Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, imeongeza mafuta kwenye moto unaowaka tayari, kwa kusema wazi kuwa hatasitisha vita mpaka masharti ya kipekee yatimizwe, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuhamisha watu wa Gaza nje ya ardhi yao ya asili. Je, hii ni hatua ya mwisho kuelekea usafishaji wa Gaza? Au ni ndoto ya kisiasa inayozidi kuwa ndoto mbaya kwa mamilioni ya raia wasio na hatia? Sehemu ya kwanza: moto wa siasa, kauli ya Netanyahu inavyochochea maumivu. Siku ya tarehe 21 Mei 2025, macho ya dunia yaligeukia Netanyahu alipotoa tamko zito: tutakomesha vita pale tu masharti yetu yatakapotimizwa. Hamas iondolewe, mateka warejeshwe, Gaza iwe haina silaha, na utekelezaji wa mpango wa Trump wa kuhamisha Wapalestina utekelezwe. Kwa maneno hayo, hakutangaza tu masharti ya usitishaji vita, bali alitoa ujumbe wenye ujumla mkubwa: hatima ya Gaza sio tena Gaza yenyewe, bali ni nje ya mipaka yake. Mpango wa Trump wa 2020 uliokuwa ukipuuzwa na wengi, sasa umeibuka tena kama kivuli kikubwa juu ya mji uliokwisha chakaa kwa mabomu. Lakini dunia inauliza, ni lini uhamisho wa watu wa taifa zima ukawa suluhisho la amani? Ni wapi haki inapopotea kwa jina la usalama? Sehemu ya pili: Gaza, kaburi lililo hai. Wakati viongozi wakizungumza kutoka kwenye majukwaa yaliyojaa taa na kamera, Gaza inalilia kimya kimya: hospitali zilizobomolewa, shule zisizo na wanafunzi, walimu waliokufa, watoto waliopotea. Haya ndiyo matokeo ya vita ambavyo sasa vinazidi kuwa na ajenda ya kimfumo. Mtoto wa miaka 6 Yasir alipatikana akiwa peke yake kwenye vifusi. Mama alikimbia kunitafuta, baba alikuwa amekufa jana, sijui niende wapi. Gaza sio eneo la kijeshi tu, bali ni makazi ya watu, wanaume, wanawake, watoto, wazee, ambayo kila siku wanapambana sio na risasi tu, bali na njaa, ukosefu wa huduma, na sasa hofu ya kufukuzwa kabisa kutoka kwenye ardhi waliozaliwa. Je, hili si janga la kibinadamu? Basi nini tena litaitwa janga? Sehemu ya tatu: ukimya wa dunia, kosa lisilosameheka. Wakati picha za mateso zikiendelea kusambaa mitandaoni, wakuu wa mataifa makubwa wanakaa kimya, wengine kwa maslahi ya kisiasa, wengine kwa hofu ya kuvunja miungano ya kisiasa. Je, ukimya huu si sawa na ushirikiano? Ni rahisi kwa ulimwengu kusema vita dhidi ya ugaidi, lakini ni gumu kukubali kuwa katika vita hii waathirika wakuu sio magaidi, bali ni raia. Na sasa badala ya kutafuta amani ya kweli, mpango unaojadiliwa ni kuhamisha Gaza, kana kwamba ni mzigo wa kisiasa, sio jamii ya watu waliopitia machungu ya miaka. Sehemu ya 4: mashujaa wa kimya wanaoandika historia kwa damu. Miongoni mwa maiti na magofu, bado kuna sauti zinazoinuka: wanaharakati wa kimataifa, mashirika ya misaada, na hata raia wa kawaida wa Israeli wenye dhamira ya haki wameanza kupaza sauti zao dhidi ya mpango huu wa Netanyahu. Wanasema hapana kwa kuhamishwa kwa nguvu, hapana kwa kutumia vita kama njia ya kusafisha watu. Wanasema Gaza ni nyumbani kwa Wapalestina, sio uwanja wa majaribio ya kisiasa. Sehemu ya 5: je, Gaza itafutika au itazaliwa upya? Historia imetufundisha kuwa dhulma haina mwisho mzuri. Kama kweli Netanyahu ataendeleza mpango wa kuondoa Gaza kutoka ramani ya dunia kwa kivuli cha usalama, basi anapaswa pia kukumbuka kuwa kila kizazi kina kizazi cha mapambano. Gaza inaweza kufukiwa, lakini roho ya Wapalestina haitazikwa kamwe.
Unaweza kuua ndoto ya mtu, lakini huwezi kuua ndoto ya watu milioni 5. Hitimisho. Sauti yako ina maana. Katika dunia ya leo ya mitandao ya kijamii, kila mtu ana sauti. Sauti yako inaweza kuwa tofauti kati ya maisha na mauti. Gaza inahitaji mshikamano, huruma na upendo wa kweli. Vita hivi havihitaji mabomu zaidi, vinahitaji watu kama wewe wanaosema hapana kwa kuhamishwa kwa nguvu, hapana kwa vita visivyoisha, ndiyo kwa haki, amani na heshima ya maisha ya kila mwanadamu. H3 za J. Ikiwa umeguswa na makala hii, tafadhali tembelea YouTube channel yetu, Hub Online TZ. Uangalie zaidi kuhusu Gaza, halafu jisajili, subscribe, like na comment. Sauti ya wanyonge isife kimya. Video: Hub Online TZ, sauti ya waliokosa sauti. #Pray for Gaza, #Gaza Lives Matter, #Netanyahu Plan.